Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Baada tu ya msanii Yammy kuondoka katika record label ya msanii Nandy ya The African Princess, maneno mengi sana yaliongelewa kwenye mitandao ya kijamii. Baadhi ya watu wakiwa wanadai sababu kubwa ya Yammy kuondoka katika record label hiyo, basi sababu kubwa ni msanii Billnass. Yani unaambiwa Billnass alimtongoza Yammy. Baada ya Yammy kukataa, maneno mengi sana yalitokea katika record label hiyo, lakini pia msanii Nandy alifahamu hilo jambo, baadaye wakaachana. Hizo ni tetesi tu ambazo zimekuwa zikiongelewa kwenye mitandao ya kijamii bila uhakika wa aina yeyote. Wengine wakiwa wanadai Yammy amekuwa ni msanii ambaye yupo katika record label ya Nandy, lakini Nandy amekuwa anafanya tu mambo yake, yani amwangalii kama msanii wake kwa ajili tu ya kuendelea kumsaidia kimziki. Yeye ameangalia mambo yake binafsi na kumwacha Yammy aendelee kujipambania mwenyewe. Ukiangalia kolabo nyingi ambazo Yammy amekuwa akizifanya ni kolabo ambazo amekuwa akizitafuta mwenyewe bila ya Nandy kumsaidia, kwa sababu ukiangalia kolabo ambayo aliifanya na Barnaba, lakini pia akaja akaifanya remix na msanii Mbosokani, yote hiyo ni kwa ajili tu ya kumpushi msanii Yammy aendelee kufika mbali zaidi. Na unaweza kuona kwa Barnaba ilikuwa ni connection ya Nandy, yani Nandy ndiye mtu pekee ambaye aliongea na Barnaba ili mradi tu Yammy afanye naye ngoma, hata kama ngoma hiyo itabaki kuwa ya Barnaba, lakini ili mradi tu Yammy afahamike zaidi. Lakini kwa Mbosokani unaweza kuona Yammy yeye binafsi aliamua kuongea na Mbosokani ili mradi tu Mbosso aweze kufanya naye collab yoyote, ili mradi Yammy aendelee kusikika na kuongelewa waziwazi kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu sifa kubwa ya msanii wa Kitanzania basi awe anazungumzika kwenye midomo ya watu, hata kama ni sifa mbaya lakini awe anazungumzika mara kwa mara, kwa sababu msanii asipozungumzwa na watu kwenye mitandao ya kijamii, basi sifa yake ni kama vile anazimika hivi, yani anakuwa haonekani kabisa na anapoa, anakuwa kama mtu wa kawaida, tofauti na wasanii wengine. Tumekwisha zoea kumuona msanii Diamond, wasanii hao wakubwa kina Alikiba wanaongelewa sana kwenye mitandao ya kijamii na wanafanya matukio makubwa ili mradi tu kuendeleza kuongelewa waziwazi kwenye mitandao ya kijamii, na hilo swala limeendelea kuwasababisha waendelee kuwa wakubwa zaidi, tofauti na wasanii wengine ambao wamejidai kukaa kimya na kuendelea kufanya mambo yao. Sasa kwa Yammy, watu wengi sana walitamani kufahamu huyu binti amekutwa na kitu gani? Ni kitu gani ambacho kinaendelea katika maisha yake? Ni nini ambacho kimefanyika? Sasa Yammy siku ya leo alifanyiwa interview na moja kati ya mwandishi wa habari na kuulizwa maswali yote hayo, kwa sababu sababu kubwa ambayo imeongelewa waziwazi kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba inasemekana tetesi za chini kwamba Billnass alimtongoza Yammy. Baadaye Yammy kukataa, Billnass akamtengenezea mchezo ili mradi tu afukuzwe na Nandy katika record label hiyo ya The African Princess, kwa sababu tulishuhudia Nandy alimfukuza kama mbwa Yammy. Baadaye Yammy akakimbilia kwa rafiki yake na kuanzisha maisha yake, na baadaye baada ya watu wengi sana kufahamu, basi hiyo story ikawa kama imevuja hivi. Sasa Yammy siku ya leo ameweza kufunguka waziwazi baada tu ya kuulizwa na mwandishi wa habari, ni kweli zile tetesi ambazo zimekuwa zikiongelewa kwenye mitandao ya kijamii kwamba wewe pamoja na Billnass mlitoka pamoja na ndiyo ikawa sababu ya Nandy kukutimua katika record label ya The African Princess. Yammy alifunguka ukweli wote na kudai kwamba dada yake, au anapenda sana kumuita Nandy dada, na kudai kwamba dada Nandy aliwahi kukuta missed call za Billnass kwenye simu yake. Sasa akawa anajiuliza sana, hawa watu wanaongeaga kitu gani? Ni kwa nini Billnass kama ana shida na Yammy, kwa nini asiwasiliane na mimi? Sasa dada baada ya kumuuliza, yani Nandy baada tu ya kumuuliza Yammy, ni kitu gani ambacho Billnass huaga mnaongea naye? Kwa nini nimekuta missed call nyingi sana ambazo mmekuwa mkipigiana, yani call zimekuwa ni nyingi sana, yani Billnass amekuwa akimpigia sana simu Yammy, lakini hakuna ushahidi wowote ambao unathibitisha kwamba yeye na Billnass yani wametoka kimahusiano yoyote. Lakini ni zile hisia tu za Nandy, na Yammy amefunguka waziwazi na kudai kwamba ni hisia mbaya tu za Nandy na kuona kwamba kwa nini Billnass anampigia simu mara kwa mara. Lakini Yammy yeye binafsi anadai hakuna lolote baya na hakuna chochote ambacho wanakiongea kibaya
lakini yeye anamchukulia tu Billnass kama shemeji yake na wala hakuna chochote ambacho walikuwa wakizungumza kibaya. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Unafikiri Yami anasema ukweli au kuna kitu ambacho kilikuwa kinaendelea kati yake pamoja na Billnass? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification.